Tulipokuwa hoi, nguvu zetu zilipotoweka, kama mifupa mikavu, matumaini yamekufa. Lakini sauti yako ikaita kutoka juu mbinguni, ikasema, je, mifupa hii yaweza kuishi? Tulikunyenyekea, macho yetu kwako, si kwa uwezo wetu, bali kwa Roho wako. Ulinena neno, uhai ukachipua, giza kikapotea, nuru mpya ikatawala. Leta uhai wako ndani ya mifupa mikavu, amsha roho, fufua mioyo, tunasimama kwa nguvu zako. Bwana, neno lako hai hufufua yaliyokufa. Mwaka huu tunatembea katika uhai wa Roho. Tuliona mifupa ikikusanyika, mfupa kwa mfupa, kwa sauti yako. Mishipa na nyama vikafunikwa, jeshi kubwa likasimama kwa nguvu. Sasa tunaenda kwa tumaini jipya, hofu haitutawali tena. Uhai wako ndani yetu, mwaka mpya, mwanzo mpya. Bwana, leta uhai wako ndani ya mifupa mikavu, amsha roho, fufua mioyo, tunasimama kwa nguvu zako. Bwana, neno lako hai hufufua yaliyokufa. Mwaka huu tunatembea katika uhai mpya wa Roho wako. Uhai mpya ndani ya mifupa mikavu, tunainuka kwa nguvu ya Roho wako. Uhai mpya, ahadi zimetimia. Mwaka huu tunashuhudia, mifupa mikavu inapata uhai mpya. Mifupa mikavu kwa Roho wa Mungu itaishi tena. Mifupa mikavu, mwaka huu itainuka na kuwa jeshi kubwa. Mifupa mikavu kwa Roho wa Mungu itaishi tena. Mifupa mikavu, mwaka huu itainuka na kuwa jeshi kubwa. Mifupa mikavu kwa Roho wa Mungu itaishi tena. Mifupa mikavu, mwaka huu itainuka na kuwa jeshi kubwa. Haya, mifupa mikavu, tusimame.
mikavu kwa Roho wa Mungu itaishi tena. Mifupa mikavu, mifupa mikavu, mwaka huu itainuka na kuwa jeshi kubwa. Milele na milele, milele na milele. Oh, milele na milele, milele na milele. Tutazima sifa zako, milele na milele na milele. Oh, milele na milele. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina lako takatifu, ni siku ya pekee, siku ya ajabu ambayo Bwana makusudi yako yametimia katikati yetu. Mungu, vile umetupa uzima na kutufikisha tarehe 1 mwezi wa kwanza 2026 kwa neema Bwana, mwaka huu ambao umetupa kwa maono na utekelezaji Bwana, tunaenda kutekeleza kusikia ujumbe neno lako la uzima siku ya kwanza ya mwaka 2026 kwa neema. Baba, sema na watoto wako wa kike na wa kiume. Watoto wako tuko mbele za uso wako, tunatamani kusikia ujumbe huu. Mioyo yetu na ikimimina mbele zako Bwana. Roho yako Mtakatifu akabubujike katikati ya wanaume hawa na wanawake Bwana. Watu ndani ya mioyo yao tumechenyenyekea chini yako Bwana. Sema na watu wako Mungu kupitia ujumbe huu uliouandaa kupitia mtumishi wako. Nami nasimama kutangaza uponyaji wa neno lako katikati yetu Mungu. Tupe kufunuliwa maandiko kupitia mtumishi wako uliyempa nafasi kusimama mchana leo, katika jina lako Yesu Kristo. Sema nasi Bwana, tuko tayari kukusikiliza wewe peke yako unayeweza kutenda na zaidi ya kutenda, kwako wewe unatutia nguvu. Kwa utukufu wako Yesu naomba, amen. Amen. Asante sana. Praise Mungu, awabariki sana. Endelea kupiga makofi mpaka nimkaribishe mtumishi wa Mungu anapokuja. Ongeza tena makofi kwa Mungu aliye hai wakati mtumishi wa Mungu anakuja kusema neno la Mungu mchana wa leo. Sana kwa siku hii ya leo ambayo Bwana ametupatia, siku ya mwaka mpya, mwaka 2026. Ni kweli ni neema ya Mungu kabisa ambayo Bwana ametupatia. Asanteni sana kwa kila mmoja ambaye amekubali kuwepo katika ibada ya siku ya kwanza. Bwana akubariki sana. Asanteni sana mafundi mitambo, asanteni waimbaji, asante kwa kila mmoja wetu ambaye amepata nafasi ya kuwepo mahali hapa. Na mimi mwenyewe binafsi namshukuru Mungu kama mama alivyosema. Bwana anaendelea kutupa neema kumtumikia. Majukumu ni mazito, lakini tunauona mkono wake ukitusaidia siku hadi siku. Nimejiandaa tushirikiane kwa ujumbe wa mwaka. Kama ilivyo ada, kila mwaka tunakuwa na ujumbe. Mistari nimekuwa nikigusagusa mahali na mahali, lakini labda leo tutaanza sehemu ya kwanza, na huko mbeleni nitakapokuwa napata nafasi nitakuwa nikielezea. Lakini ujumbe unasema, mwanadamu, Mungu anamuuliza Ezekiel, anasema mwanadamu, je, mifupa hii inaweza kuishi? Na Ezekiel anajibu jibu la kiroho kabisa, anasema Bwana wewe wajua. Katika kitabu cha Ezekiel sura ile ya 37 tutaanzia pale, na ujumbe nimeupa kichwa unachosema siri ya nguvu iliyomo, siri ya nguvu, siri ya nguvu ya upako iliyomo katika mifupa. Siri ya nguvu ya upako iliyomo katika mifupa. Siri ya nguvu ya upako iliyomo katika mifupa. Tutaanza na kitabu cha Ezekieli ile sura ya 37 mstari wa kwanza mpaka wa 12. Biblia inasema, mkono wa Bwana ulikuja juu yangu, akanichukua nje katika roho ya Bwana,
akanileta chini katikati ya bonde, nalo limejaa mifupa. Akanipitisha karibu naye upande zote, na tazama, palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, nayo tazama, ilikuwa mikavu sana. Akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikajibu nikasema, Bwana Mungu, wajua wewe. Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya, tazama, nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Nami nitatia mishipa juu yenu, nami nitaleta nyama iwe juu yenu, na kufunika ngozi, na kutia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Basi nikatoa unabii kama alivyoniamuru. Hata nilipokuwa nikitoa unabii, palikuwa na mshindo mkuu, na tazama, tetemeko la nchi, na ile mifupa ikasogeleana mfupa kwa mfupa mwenziwe. Nikatazama, kumbe kulikuwa na mishipa juu yake, nyama ikatokea juu yake, na ngozi ikafunikwa juu yake, lakini haikuwemo pumzi ndani yake. Ndipo akaniambia, utabirie upepo, mwanadamu, uambie upepo, Bwana Mungu asema hivi, njoo kutoka pande 4, pumzi wapulizie hao waliouawa, wapate kuishi. Basi nikatabiri kama alivyoniamuru, pumzi ikawaingia, wakaishi, wakasimama kwa miguu yao, jeshi kubwa mno. Kisha akaniambia, mwanadamu, mifupa hii ni nyumba ya Israeli. Tazama, wao husema, mifupa yetu imekauka, matumaini yetu yamepotea, tumekatiliwa mbali kabisa. Basi tabiri uwaambie, Bwana Mungu asema hivi, tazama, nitafunua makaburi yenu na kuwapandisha kutoka katika makaburi yenu, enyi watu wangu, nami nitawaingizeni katika nchi ya Israeli. Kitu ambacho nataka tuzungumze na tujifunze mwaka huu, tarehe 1 hii 26, ni kuangalia siri ya nguvu iliyomo katika mifupa, siri ya nguvu ya upako iliyomo katika mifupa. Tunapozungumza au tunaposikia neno siri, maana yake ni mambo ambayo yamefichika. Siri ni mambo yaliyofichika. Siri ni jambo limefichika, bado halijajulikana, linahitaji ufunuo, hasa mambo ya kiroho. Siri ni jambo lililofichika ambalo linaweza kujulishwa mtu mmoja au wachache kwa wakati ambao umekusudiwa. Siri inaweza ikawa ina makusudi fulani, na Biblia inasema siri ya Bwana iko kwao wamchao. Unaposoma Zaburi 25 mstari wa 14 utakutana na jambo hilo. Kwa hiyo tunaangalia siri ya nguvu ya upako iliyomo kwenye mifupa. Tunapotaka kuangalia, tunaangalia siri, yani kuna siri ya nguvu ya upako iliyomo kwenye nini jamani? Kwenye mifupa. Na sasa tunataka tuangalie hiyo siri, kama nilivyosema ya kwamba siri ni jambo lililofichwa ambalo Mungu anaweza akafunulia watu, na ndio maana tumesema mwaka 2026 utakuwa ni mwaka wa unabii na ufunuo. Tunahitaji Mungu awe anatufunulia mambo, tuyajue kwa undani, tujue makusudi yake. Kama mwandishi wa kitabu cha Wakorinto wa pili anasema katika waraka wa kwanza wa Korinto mlango wa 2 mstari wa 9 na kuendelea pale chini, anasema ili tupate kujua makusudi yale mambo ambayo Mungu ametukirimia. Usipojua siri iliyoko mle, unaweza ukawa unafanya vitu nje na utaratibu. Lakini pia Biblia inasema katika Amosi sura ya 3 mstari wa 7, Bwana Mungu hatafanya jambo lolote bila kuwafunulia manabii watumishi wake siri. Kwa hiyo pia Mungu ana kawaida yeye mwenyewe kufunua siri kwa manabii. Unajua tatizo tukisema manabii huwa tunaanza kupointi fulani na fulani. Sisi ni manabii wa Bwana. Ngeukie jirani yako, hiyo nayo ni siri, mwambie wewe ni nabii wa Bwana. Nabii ni mtu anayetabiri, ni mtu anayesema, mtu anayehubiri, mtu anayeimba. Hawa waliokuwa wanaimba hapa ni manabii kwa sababu wanatabiri, wanasema mambo. Ndiyo, kuna ile ofisi ya unabii kama ofisi, hiyo ni kitu kingine, lakini sisi wote hapa ni manabii wa Bwana. Jamani, sisi wote ni manabii wa Bwana. Nakumbuka kipindi cha Joshua, wakati Joshua ameambiwa na mtu mmoja kwamba
kule kambini, Elidadi na Medadi wao wanaendelea kutabiri. Sasa mwambie Musa awakataze. Biblia anasema Musa akamwambia Joshua, wewe umekuwa na wivu juu yangu mimi. Musa anasema natamani watu wote wa Bwana wawe nani? Wawe manabii. Kwa sisi ni manabii. Nasema sisi ni manabii. Sasa ofisi ndio zinatofautiana, kwamba mimi niko kwenye ofisi gani na wewe kwenye ofisi gani, lakini unabii maana yake ni kutabiri, maana yake ni kutoa maelezo, maana yake ni kufundisha. Sasa Mungu anasema katika kitabu cha Hosea kwamba Mungu hatafanya jambo lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii. Danieli sura ya 2 mstari wa 19 tunaona Mungu anamfunulia Danieli siri iliyokuwa imefichika. Sura ya 2 ya kitabu cha Danieli mstari wa 19 na mstari wa 20. Ukisoma hilo sura ya 2 mstari wa 17, walienda kwa maombi halafu wakafunuliwa ile siri. Walipokuwa wameomba, Bwana akawafunulia ile siri. Lakini sura ya 2 mstari wa 19 unasema hivi: ndipo Danieli alipofunuliwa siri hiyo katika njozi ya usiku, basi Danieli akamhimidi Mungu wa mbinguni. Danieli akasema, na ahimidiwe jina la Mungu milele na milele, kwa kuwa hekima uweza ni wake. Yeye hubadili majira na nyakati, huuzuru ufalme na kuwamilikisha wafalme. Huwapa watu hekima wenye hekima, huwapa wenye ufahamu maarifa. Yeye hufunua mambo ya fumbo na ya siri, huyajua iliyoko gizani, na nuruni nuru hukaa kwake. Na kushukuru na kuhimidi, Mungu wa baba zangu, uliyenipa hekima na uwezo, ukanijulisha hayo tuliyoyataka kwako, maana umetujulisha lile neno la mfalme. Unaona, mfalme alikuwa ameota ndoto akasahau ile ndoto yenyewe, ameisahau, lakini anahitaji tafsiri yake. Biblia anasema Daniel, Shadraka, Meshaki na Abednego sura ya 2 ya kitabu cha Daniel wakaenda kwa Mungu anayefunua siri, wakaomba. Bwana akamjulisha Danieli, akamwonyesha ile siri ya ile ndoto yenyewe ilivyo na tafsiri yake ilivyo. Tunatazama asubuhi ya leo tunapoanza mwaka, siri ya nguvu ya upako iliyomo kwenye nini? Kwenye mifupa. Ndio tunataka tuangalie, na hiyo tutatembea nayo mwaka huu wa 2026. Lakini sio hivyo, kitabu cha Mwanzo sura ya 18 mstari wa 17. Kitabu cha Mwanzo sura ya 18 mstari wake wa 17. Mwanzo 18 mstari wa 17. Nafanya hivi ili upate uelewa mzuri zaidi. Mwanzo 18 mstari wa 17, Biblia inasema hivi, tukianza ule wa 16: kisha watu hao wakaondoka huko, wakaelekeza nyuso zao Sodoma. Ibrahimu akaenda pamoja nao awasindikize. Bwana akasema, je, nimfiche Ibrahimu jambo nilifanyalo? Akiwa Ibrahimu atakuwa taifa kuu hodari, na katika yeye mataifa ya duniani watabarikiwa. Kwa maana nimemjua ya kwamba atawaamuru wanawe na nyumba ya baba yake washike njia ya Bwana, wafanye haki na hukumu, ili kwamba Bwana amtimizie Ibrahimu ahadi zake. Bwana akasema, kwa kuwa kilio cha Sodoma na Gomora kimezidi na dhambi zake zimeongezeka sana, basi nitashuka sasa nione kama wanayoyatenda ni kiasi cha kilio kilichonijia, na kama sivyo nitajua. Basi wale watu wakatoka huko wakaelekeza nyuso zao Sodoma, lakini Ibrahimu alikuwa akali akisimama mbele za Bwana. Kuna watu watatu walifika nyumbani kwa Ibrahimu na wakaongea. Walipomaliza kuongea, wakaelekeza nyuso zao Sodoma na Gomora. Na Abraham akafanya kitu kimoja cha ajabu sana, akawasindikiza. Alipokuwa anawasindikiza, Mungu anasema, je, nimfiche Ibrahimu ambaye huyu atakuwa baba mwenye haki, ataongoza na mataifa mengi yatabarikiwa kutoka kwake. Kwa hiyo unaona, kumbe kuna mambo usipokaa sawasawa, Mungu anaweza akafanya nini? Akakuficha. Tunakubaliana jamani? Jamani, tunakubaliana? Kumbe kuna mambo Mungu anaweza akakuficha. Akasema hapana, siwezi kumficha. Akamwambia Abrahamu, naelekea Sodoma na kule ninakwenda kuangamiza, kwa sababu uovu wa Sodoma umepanda, ila nataka niende nijue kama ndivyo itakavyokuwa. Kwa hiyo Mungu akamfunulia Abrahamu. Kwa hiyo Mungu ana haki ya kutufunulia. Kwa wale walionisikiliza kwenye conference, kwenye kongamano,
nilikuwa nimesisitiza sana, tunaenda mwaka 2026, mwaka wa unabii na mwaka wa mafunuo na maono na utekelezaji. Tunataka Mungu atufunulie, alafu tuingie kwenye utekelezaji. Kwa hiyo Mungu anamwambia Abrahamu. Abrahamu anasimama sasa mbele za Bwana, anasema, je, wakionekana watu 50 kule wenye haki, utaangamiza huo mji kwa ajili ya watu 50? Bwana anamwambia hapana, nikikuta kuna watu 50 sitaangamiza kwa ajili ya watu 50. Abrahamu akasema, basi uniwe radhi, naomba nishushe tena. Akashusha 45, akashusha 35, akashusha mpaka 20. Anamuuliza Mungu, je, wakionekana watu 10 kule kwenye ule mji, utaangamiza kwa ajili ya watu 10? Mungu akamwambia, wakionekana 10 sitafanya nini? Sitaangamiza. Na unajua Abrahamu alipiga hesabu ya kwamba Lutu na mke wake watu 2, watoto wake 2 watu 4, kama wameolewa watu 6, so far kwa vyovyote vile watu wengine 4 watafanya nini? Watapatikana. Akaona idadi ya watu 10 inatosha, akaachia pale. Kumbe hata hawa hawakuwepo. Pointi yangu ni hapa, Mungu anamfunulia Abrahamu, anamweleza, Bwana, naenda Sodoma lakini na makusudi haya. Sasa sisi leo tunachotaka kuangalia asubuhi ya leo ni kuangalia siri ya nguvu ya upako iliyomo kwenye nini? Kwenye mifupa. Lakini Mungu hajipingi mwenyewe. Katika kitabu kitabu cha Kumbukumbu la Torati 29:29. Niombe maiki moja iwe hapa na moja iwe hapa katikati. Mzee Nyaki uwe na moja, mzee Mwelemela uwe na maiki hapa, na hapa pia kwa kuna maiki hapa ya mzee Mwelemela, mtakuwa mnasaidiana na mchungaji Alex na Nyaki, na maiki moja iwe hapa kama ni ninyi makatibu au nani, ili nisipoteze muda kwa kusoma. Hebu tusomee 29:29 kitabu cha Kumbukumbu la Torati 29:29. Wakati huo mwingine atatufunulia kitabu cha Ufunuo sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 2, alafu tutasoma mstari wa 3, alafu atamalizia 17 na 20. Tunaangalia mambo ya siri. Twende 29:29. Kumbukumbu la Torati 29:29. Naomba usimame mzee. Biblia inasema, mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu, ni wa Bwana Mungu wetu, lakini mambo yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu milele, ili tuyafanye maneno yote ya sheria hii. Mambo ya siri ni ya Bwana, lakini yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu tuyafanye. Unaona, kumbe kuna mambo mengine ni ya siri, Mungu mwenyewe ameyaweka, lakini yale yaliyofunuliwa, yale ni ya kwetu, tuyafanye sisi pamoja na watoto wetu. Sasa leo tunaangalia siri ya nguvu ya upako iliyomo kwenye nini jamani? Iliyomo kwenye nini jamani? Kwenye mifupa. Tunataka tuangalie kitu cha namna hiyo. Kumbe kuna mambo ya siri ambayo ni ya Bwana, alafu kuna mambo ambayo Mungu kwenye hiyo siri, kuna mambo anatufunulia. Hebu tusome Ufunuo wa Yohana mlango wa 1 mstari wa 1. Hebu anza mstari wa 1. Nilikuwa natamani tufanye haraka. Mstari wa 1. Ufunuo wa Yohana sura ya 1 mstari wa 1. Ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu awaonyeshe watumwa wake mambo. Mstari wa 1 huo. Ufunuo wa Yesu Kristo aliyepewa na nani? Mungu. Na Mungu. Yaani Mungu alimpa Yesu ufunuo. Ufunuo wa Yesu Kristo aliyepewa na nani? Na Mungu. Unaona kuna jambo la ufunuo Mungu anampa Kristo, kuna siri. Mstari wa 3. Heri asomaye na wao wayasikiao maneno ya unabii huu, na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati u karibu. Unaona, huo ndio ufunuo na siri naambiwa. Mstari wa 17 mpaka 20. 17 mpaka 20. Nami nilipomwona nilianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Anasema nami nilipomwona nilianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu akisema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai, nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele, nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Basi uyaandike mambo hayo uliyoyaona, nayo yaliyopo, na yale yatakayokuwa baada ya hayo. Siri ya zile nyota 7 ulizoziona katika mkono wangu wa kuume, na ya vile vinara 7 vya dhahabu. Zile nyota 7 ni malaika wa yale makanisa 7, na vile vinara 7 ni makanisa 7. Nataka tu nikuonyeshe kwamba kuna siri
kuna ufunuo ambao Bwana alikuwa amempa Yesu Kristo, na Yesu Kristo ule ufunuo akampa malaika, na malaika ule ufunuo akayapa makanisa 7. Anasema na makanisa, malaika wa makanisa 7, yani watumishi wa yale makanisa wakapewa ule ufunuo, wakapewa ile siri ya zile nyota na vile vitasa. Mungu akawapa ule ufunuo, akawapa ile siri. Na sisi asubuhi ya leo tunachokiangalia hapa ni siri ya nguvu ya upako iliyomo kwenye nini? Kwenye mifupa. Hebu tuseme wote kwa pamoja, siri ya nguvu ya upako iliyomo kwenye mifupa. 1, 2, 3. Hebu nigusie jirani yako, muulize, una mifupa wewe? Kwa sababu sasa tukawa tunazungumzia habari ya siri ya nguvu ya upako iliyomo kwenye mifupa, alafu wewe huna mifupa. Lazima tuzungumze na wewe ujue, kumbe hiki kinachozungumzwa kinanihusu mimi. Usiangalie ile mifupa ilionekana kwenye lile bonde kule, ni wewe unahusika. Sasa hapo tutakachokwenda ni hatua kwa hatua, Bwana atufunulie hiyo siri, alafu tukishaijua hiyo siri tuchukue hatua kutoka kwenye hiyo siri. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kwa nini Mungu hufichua siri? Mungu hufichua siri ili kujenga na kuliimarisha kanisa lake. Yaani Mungu anafunua siri ili kukujenga na kuliimarisha kanisa lake. Maana pasipo Mungu kutupa siri, kanisa lisingekuwa na nguvu. Leo kanisa lina nguvu kwa sababu kuna siri ilifichuliwa. Tuko pamoja wapendwa? Tuko pamoja? Wakati Yesu analiangalia kanisa, yani anawaangalia waumini wale wa kwanza, anawatazama na ile vurumai iliyokuwepo, vile Herode alivyokuwa anasimama, vile taifa la Rumi, kwa sababu Roman Empire ndio ilikuwa inatawala wakati Yesu amezaliwa na mpaka Yesu akafa. Ule utawala ulivyokuwa unapinga Injili, Mafarisayo walivyokuwa wanaipinga Injili, Masadukayo walivyokuwa wanapinga Injili, hofu ya kanisa ilikuwa kubwa. Mitume walikuwa na wasiwasi, walikuwa wanaona hapa hatutatokeza mahali popote. Kumbuka Yohana Mbatizaji alishakatwa kichwa, kwa hiyo maana yake masuala ya Yohana Mbatizaji yasingeendelea. Kwa hiyo Yesu akaona lazima nifichue siri. Nimesema kwa nini Mungu anafichua siri? Ni ili kulijenga kanisa, ili kuliimarisha kanisa. Likisimama kanisa linakuwa na ushujaa kwa sababu kuna siri walionayo ndani yao. Ndipo tunasoma katika kitabu cha Mathayo 16, 13, 19, Yesu anawaita wanafunzi wake, anawauliza, anasema, watu unena mwana wa Adamu ya kuwa ni nani? Anasema, wengine wanasema wewe ni Elia, wengine wanasema Yohana Mbatizaji, wengine wanasema wewe ni Yeremia, wengine wanasema wewe ni mmoja wa manabii. Yesu anawauliza, na ninyi mwasema ya kuwa mimi ni nani? Wakatazamana pale. Simoni Petro akasema, wewe ni Kristo Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Yesu anamwambia Simoni, wewe haya hukuyajua, damu na nyama havikukufunulia hivi, isipokuwa Baba yangu wa mbinguni amefanya nini? Amekufunulia. Siri inakuja sasa. Yesu anawaambia, na katika mwamba huu nitalijenga kanisa langu, hata milango ya kuzimu haitalishinda. Unaona, siri inafunuliwa ili kulijenga kanisa na kuliimarisha. Ndio maana kanisa limepita katika msukosuko wowote, lakini kwa sababu tulifunuliwa siri, hakuna mtu anaweza kulishinda kanisa. Hakuna nguvu inaweza ikashinda kanisa. Kanisa ina uwezo wa Mungu kwa sababu siri ilifunuliwa. Ndio maana tuna ujasiri. Ndio maana kuna wenzetu walikatwa vichwa kwa ajili ya Injili, lakini Injili inaendelea mpaka leo. Wataalamu wanasema Biblia imechomwa mara 40,000 ipotezwe, lakini Biblia, neno la Mungu, lipo mpaka leo. Kanisa litadumu na kuendelea, maana siri ya ushindi ilishafunuliwa. Kwa nini Mungu anafunua siri? Anafunua siri ili kufanya kanisa liwe imara. Anafunua siri ili kufanya kanisa lijengwe. Na ndio maana hata wewe ukijua siri za ufalme wa Mungu, ukijua mambo ya ufalme wa Mungu, hakuna kitakachokutisha. Sio kifo, sio mauti, sio mamlaka, sio yaliyopo, sio dhiki, sio njaa, havitakutisha. Utasimama unajua, ninaye Bwana wa mabwana, ninaye mfalme wa wafalme, yuko aliyekufa kwa ajili yangu. Hata nikitoka katika maisha haya nitamuona kama alivyo. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Najaribu kuzungumzia hiyo, sijafika kwenye mada yetu, najaribu tu kukuonyesha hayo mambo hatua kwa hatua, lakini nachelea sana. Kama nianze kufupisha,
Nataka nikueleze tu mada ya siri. Nataka uipate hiyo siri. Nisikilize kwa makini. Ujumbe huu Bwana alinipatia kwa namna isiyo ya kawaida. Na ubiri hapa, hakuna mtu atakutana nao kwenye mtandao au kwenye YouTube au mahali popote akasema uliigwa mahali fulani. Ni Bwana alinipa moja kwa moja, na ndio maana ninahubiri kwa ujasiri nikiwa na uhakika ni kitu ambacho Bwana amenipatia. Sio kitu cha kupeluzi mahali fulani. Ndio, unaweza ukasikia jambo fulani au ukajifunza kutoka mahali fulani, lakini ujumbe kama ujumbe ni Bwana amenipatia. Ni Bwana amenipatia. Dr. Seti akaniuliza kama wiki 3 zilizopita, Bishop, Pastor, una ujumbe gani wa mwaka? Nataka kutunga wimbo. Nikamwambia ujumbe nilionao ni mifupa mikavu inaweza kuishi. Unaona, kwa sababu tayari Bwana alishanifunulia. Sikuwa na ujumbe wa kujificha, yani nakuwa nao kama usije ukaanguka mahali fulani. No. Huu uko kamili, umehakikishwa, ni ngao yao wa mchao. Na akatunga wimbo. Tumebarikiwa sana. Pastor Alex akaniuliza, Bishop, unakuwa na theme, tumemaliza theme hii, una theme gani? Nikamwambia sina theme nyingine, theme ni mifupa. Naye akaja na wimbo akautunga, tukabarikiwa. Sasa tunakwenda kuangalia siri ya nguvu ya upako iliyomo kwenye mifupa. Nigusie jirani yako, muulize, una mifupa wewe? Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Mungu hufichua siri ili kutimiza mambo yake kwa wakati. Yaani Mungu huwa anafichua siri ili atimize mambo yake kwa wakati. Wakolosai mlango wa 1 tafadhali, mstari wa 26, 27. Na mwingine asome Wakolosai mlango wa 2 mstari wa 2 na wa 3. Twende haraka. Kolosai 1 mstari wa 26 na 27. Soma. Alafu mwingine asome Kolosai 2, 2, 3. Chukua maiki jamani, msome. Mstari wa 26 na 27. 26. Siri ile iliyofichwa vizazi vyote, bali sasa imefunuliwa kwa watakatifu wake, ambao Mungu enda kuwajulisha jinsi ulivyo utajiri wa utukufu na siri hii katika mataifa, nao ni Kristo ndani yenu, tumaini la utukufu. Yaani ile siri iliyokuwa imefichwa, Kristo Yesu ni siri ya Mungu. Hiyo siri pia ilikuwa imefanya nini? Imefichwa. Lakini anasema sasa imefanya nini? Imefunuliwa. Unaona, kumbe Yesu mwenyewe ni siri, na hiyo siri Mungu aliifunua. Ndio maana leo kuna shida kwa wengine, unaposema Yesu ni Mungu inaleta mchanganyiko. Yesu mwana wa Mungu inaleta mchanganyiko. Yaani wanajaribu kuchanganyikiwa kwa sasa. Kama Yesu ni Mungu, mbona alisema Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu? Panahitaji siri. Panahitaji watu wao wamefunuliwa hiyo siri. Jamani, tuko na watu hapa jamani. Nasema panahitaji mtu wao amefunuliwa. Tunaweza tukamuita Yesu mwana wa Mungu, na at the same time tukamuita Yesu ni Mungu mwenyewe. Hata yule Tomaso alipokwenda kwa Yesu, alipokuwa anabishabisha, Yesu akasema, haya, ingiza mkono wako kwenye ubavu hapo. Tomaso alipoona akasema, Mungu wangu na Bwana wangu. Yesu akamwambia, usiwe mtu usiyeamini, wanaheri wale wanaoamini pasipo kuona. Yesu hakukanusha kumwambia Simoni, mbona unasema nani, Tomaso, mbona unasema Bwana wangu, Mungu wangu na Bwana wangu? Yesu alijua, ndiye, akakaa kimya. Lakini yule Tomaso, kumbuka, alishamuuliza. Filipo alimwambia Yesu, tuonyeshe Baba. Akamwambia, nyinyi mnakaa na mimi siku zote, hamjamjua Baba. Hiyo vitu vya siri vinahitaji ufunuo. Akasema, aliyeniona mimi amemuona Baba, maana mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu. Haleluya, haleluya. Tusomee Wakolosai 2, 2, 3. Wakolosai 2 mstari wa 2 mpaka mstari wa 3. Ili wafarijiwe mioyo yao, wakiunganishwa katika upendo, wakapata utajiri wote wa kufahamu kwa hakika, wapate kujua kabisa siri ya Mungu, yaani Kristo, ambaye ndani yake yeye hazina zote na hekima za maarifa zimesitirika. Yaani wapate kufahamu kabisa siri ya Mungu, yaani nani? Kristo, ambaye ndani yake yeye hazina zote na hekima na maarifa zimesitirika. Yaani Kristo Yesu ndio hazina zote, siri zote, maarifa yote yako ndani ya nani? Ndani ya Kristo, ndani ya Yesu.
Ukiwa na Yesu una hazina zote. Nasema ukiwa na Yesu una kila kitu. Biblia anasema Yesu Kristo ni mwisho wa sheria. Kwa hiyo ndani ya Kristo uko kwenye hekima ya Mungu, uko ndani ya siri ya Mungu isiyo ya kawaida. Haleluya, haleluya, jina la Bwana Yesu libarikiwe. Tuangalie siri ya nguvu ya upako iliyomo katika mifupa. Mifupa kwenye mwili wa mtu huwa mifupa kwenye mwili wa mtu mwenye miaka 60 huwa ina uzito wa kilogramu kuanzia 7 mpaka 9. Ukiwa na miaka 60 uzito wa ile mifupa inakuwa na kilogramu kuanzia 7 mpaka 9. Lakini mtu wa miaka 70 inapanda kidogo, mifupa inakuwa na uzito wa kilogramu kati ya 8 mpaka 9. Sasa tunaenda kwenye sayansi na biolojia sasa, si ndio jamani? Si sawa jamani? Lazima tuende huko pia, lazima tuende huko. Wewe unajifahamu kwamba hivi nikiwa na mifupa inakuaje, namna gani? Usikae tu kienyeji. Tulisema ndugu ameshuhudia vizuri, ndugu yangu hapa na wote ameshuhudia vizuri. Ndugu yangu amesema ni vizuri kukaa mjini. Safi sana. Yesu aliwaambia wanafunzi msitoke mjini. Mwambie jirani yako usitoke mjini. Usitoke mjini. Wataalamu wanasema Dar es Salaam baada ya miaka nadhani 20 ijayo, kama sio 20, nadhani miaka 20 ijayo, Dar es Salaam itakuwa na watu wengi sana. Jiji la Dar es Salaam litakuwa na watu 70 milioni. Jiji la Dar es Salaam ambao ndio idadi ya sasa hivi tulionayo ya Watanzania wote. Kwa sababu gani? Nyumba zitajengwa, magorofa ya kwenda juu, watu wote watakuwa nakimbilia kwenda kuishi mjini. Nigusie jirani yako, mwambie usitoke mjini wewe. Bwana Yesu. Haleluya. Kwa nini mtu wa miaka 70 anakuwa na mifupa yenye kilogramu 8 mpaka 10? Hii inatokana na umri, pia jinsia, lakini pia na afya ya mifupa. Hata na ile lishe anayokula inasababisha hivyo. Sasa tunaenda taratibu. Asante kwa sababu kuna madaktari hapo. Tunaenda taratibu. Mwanadamu akizaliwa kwa kawaida, mtoto akizaliwa, yani vile unavyozaliwa mtoto mdogo, unakuwa na jumla ya mifupa 270. Muulize jirani yako, ulikuwa unajua hili kabla? Au unajifungua tu au unashika tu mtoto? Unakuwa na mifupa mingapi? 270. Na hebu nisikilize, wakati mtoto anazaliwa kutoka tumbo la mwanamke ana mifupa 270, lakini hiyo mifupa ni milaini sana, ndio maana inaweza ikapenya ikatoka. Unaposikia mifupa inaweza ikapata uhai, maana yake ni hii: mifupa kwa kawaida ina uhai. Mifupa kwa kawaida huwa inaongezeka. Mifupa kwa kawaida huwa inasogeleana. Unaona Yaani hiyo ni kawaida kabisa. Sasa mtoto anapozaliwa anakuwa na mifupa 200 na ngapi? Na 70. Ukimshika kichwani namna hii mtoto mchanga, unaweza ukakikunja kile kichwa, kinakuwa kama matope, kwa sababu yani ni udongo, yani ni ulaini tu, ni laini tu. Hapa pana, yani hata hapa kuna hapa kichwani pana dunda namna hii. Ukiingiza kidole kinafanya nini? Kinaingia. Hii hauna kulipia, hii inafundisha bure. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaangalia siri ya nguvu ya upako iliyomo kwenye mifupa. Utaelewa tu baada ya dakika chache, utaelewa tunachokizungumza. Asante Dr. Seti, ananiangalia kwa makini sana. Unaona? Na kwenye kichwa hiki kichwa kinakuaga na mifupa, ili fuvu la kichwa linakuwa na mifupa 22. Ili fuvu tu peke yake na mifupa 22. Lakini wakati bado mdogo, hiyo mifupa inakuwa midogo midogo, alafu baadaye hiyo mifupa, kwa sababu tumesoma kule kwa Ezekiel. Unajua kwa nini naangalia hivi? Tayari nimeshaenda mbali. Kabla ya mwezi wa 3 tutakuwa na skrini upande huu na upande huu.
ili tusipate tabu ya kusoma. Na hapa mbele hapa patakuwa na skrini. Mhubiri anaposoma tu, yule mtu wa maandiko anatupa andiko, na huku kila kitu, kila mtu anaona. Bwana Yesu apewe sifa. Nasema Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo huyu mtoto anapoanza kukua, akikua, yule mtoto akishazaliwa, akianza kukua kutoka umri mmoja na kuendelea, kuna mifupa inaanza kusogeleana kwenye mwili wa mtoto. Mifupa inaanza kusogeleana, na kwa kufupisha habari, kutoka mifupa 270 aliyozaliwa nayo inasogeleana mpaka inabaki mifupa 206. So far mifupa 64 inakuwa imepotezea humo kwa humo. Ezekiel anasema nilipotabiri kukawa na kishindo, na kile kishindo kilipotokea nikaona mfupa kwa mfupa vinasogeleana. Haleluya, haleluya, haleluya. Hiyo ni kazi ya Mungu anayoifanya kwa namna ya ajabu sana. Huyu Mungu tunayesoma habari zake sio Mungu wa kawaida kama vile unafikiri. Ni Mungu wa ajabu sana. Soma kitabu cha Mhubiri sura ya 11, soma mstari wa 5. Kuna shughuli huwa inafanywa kwenye uumbaji. Usifikiri umetokeza tu, wewe sio mtu wa kutokeza tu. Na ndio maana ukiwepo duniani uko kwa makusudi, hauko kwa bahati mbaya. Mungu amekuweka duniani kwa makusudi. Tangu nilipolijua hilo jambo, sikujidharau tena. Niliomba kibali mbele za Bwana na ujasiri, na kufanya kila kitu kwa neema na mapenzi ya Mungu. Haleluya, jina la Bwana Yesu libarikiwe. Soma tuangalie uumbaji wa Mungu. Soma ndugu yangu. Mhubiri 11 mstari wa 5. Wewe utasoma Zaburi 139 mstari wa 12 mpaka 13 mpaka 15. Anza wewe kwanza. 11:5. Kama vile wewe usipojua njia ya upepo ni ipi, wala jinsi mifupa ikuavyo tumboni mwake mjamzito, kadhalika uijui kazi ya Mungu afanyaye mambo yote. Kama vile upepo usivyojua unavyokwenda, hali kadhalika hujui kazi ya Mungu kwenye tumbo la mwanamke anapounganisha mifupa. Unaona? Kumbe wakati mtoto ana tumboni, kuna namna Mungu anaunganisha mifupa. Anaona huu hapa uje hapa, huu hapa uje hapa. Kwa hiyo kuna mambo Mungu anayafanya kwa namna. Rudia huo mstari taratibu, naona maiki yako kama haikusikika vizuri. Rudia tena huo mstari. Rudia. 11:5. Kama vile wewe usipojua njia ya upepo ni ipi, kama vile wewe usivyojua njia ya upepo ni ipi, wala jinsi mifupa ikuavyo tumboni mwake mjamzito. Jinsi mifupa inavyofanya nini? Inavyokuwa tumboni mwa nani jamani? Mjamzito. Mwa mjamzito. Kuna mambo fulani kwenye tumbo la mjamzito mifupa inavyokuwa. Kadhalika huijui kazi ya Mungu afanyaye mambo yote. Huwezi kujua, lazima upate hiyo siri. Soma Zaburi 139 mstari wa 13, 14, 15. Maana wewe ndiwe uliyeniumba mtima wangu, uliniunga tumboni mwa mama yangu. Huyo mtu anazungumza, maana wewe ndiye uliyeniumba mtima wangu. Mtima ni moyo. Maana wewe ndiye uliyeniumba mtima wangu tumboni mwa nani? Nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu na kutisha. Matendo yako ni ya ajabu na nafsi yangu yajua sana. Mifupa yangu haikusitirika kwako, nilipoumbwa kwa siri, nilipoumbwa kwa ustadi pande za chini za nchi. Mifupa yangu haikustirika, nilipoumbwa kwa siri, nilipoumbwa kwa ustadi pande za chini ya nini? Ya nchi. Yaani uumbaji wa Mungu unakuweka mifupa, kulikuwa kuna namna fulani. Usifikiri tu vinatokea. Ukiona simu, tafadhali naomba mwenye simu ambaye ameizima. Unaona hii simu ina viwaya, ina vitu vimewekwa vidogo vidogo sana hii. Kuna namna watu walitulia mpaka wakatengeneza hichi kitu. Mimi na wewe tu ni rahisi tu, halo niko hapa, vipi uko wapi? Niko nani? Niko Zanzibar. Sawa bwana. Nafurahi bwana. Tena siku hizi unaweza kaenda mbele unaweza ukapiga video call. Unamuona hivi, mnatazamana hivi. Usifikiri kuna watu walikaa wakatulia. Bwana Yesu apewe sifa. Watu walikaa wakafanya nini?
wakatulia. Kuna viwayawaya humu vidogodogo vimepenyezwa penyezwa kwa namna fulani, ndio vinasababisha hayo mambo. Niliwaambia Kenya wakati nahubiri, kwenye hii simu unaweza ukapima hata mapigo ya moyo. Kwenye hii simu unaweza ukaseti program ambayo ukiwa mahali popote, kama mmekubaliana na familia au na mtu mwingine, kila mtu anajua sasa hivi uko wapi. Uweze kumwambia niko Kenya wakati uko Dodoma, ukisearch na kuonyesha kabisa sura na picha. Lakini inawezekana wewe na mimi unajua kupokea message na kutuma. Haya mambo mengine kwako ni mayoro. Kuna siri pia humu. Nasema kuna siri pia humu. Unaona? Kwa hiyo hii siri sasa unapata neema ya kujulishwa, hapa inafanyika hivi, hapa inafanyika hivi. Unaweza ukaandika hata kama una mwandiko mbaya kama jongoo. Unaweza ukaandika taarifa zako humu, ukaziandika vile unavyotaka, lakini kuna programu ukiseti inakuletea vile inavyoandikwa kistandard. Muulize mwenzako, unajua hiyo? Kwa hiyo siri ni vitu vinahitaji ufunuliwe. Vinakuja kwa siri, Mungu anafunua, unaanza kuelewa. Haleluya. Anasema mimi namshangaa Mungu, namshukuru aliyeniumba kwa ustadi tumboni, alipokuwa akiunganisha mifupa yangu. Na hiyo ikanifanya niende mbele za Mungu, nimuombe Mungu nisaidie, nionyeshe kuna nini hapa kwa Ezekiel. Nimesoma miaka mingi, nimehubiri miaka mingi, lakini kawa natafuta kuna nini kwa Ezekiel. Twende taratibu. Nimesema kutoka mifupa 270 inabaki mifupa 206 ndio mtu anakuwa nayo. Na unaona, kwa sababu kwenye mifupa kuna uhai, ndio maana mtu anaweza akaanguka akavunjika, mfupa ukatengenezwa ukaunga, ukarudi ukawa mfupa kama ulivyokuwa, maana ndani ya mfupa kuna uhai. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Mifupa kwenye mwili wa mwanadamu humsaidia kulinda. Mfano, fuvu la kichwa, mifupa ile inayokaa kwenye fuvu la kichwa inasaidia ndani yake kulinda ubongo ambao una maarifa na ufahamu. Yaani Mungu alipokuwa anaumba kwa ustadi akaweka fuvu la kichwa lenye mifupa 22, kwa sababu humo ndani kuna vitu vilaini sana vinaitwa ubongo. Kwa hiyo vinafunga. Kwa hiyo mifupa yenyewe pia ina kazi ya kulinda. Mifupa ya mbavu iliyoko huku na huku ina kazi ya kulinda moyo, inalinda mafigo yasije yakaingiliwa, inalinda. Yaani mifupa haipo tu kwa bahati mbaya kwenye mwili wa mwanadamu, ipo kwa ulinzi. Tunaelewana jamani? Mungu alijua ubongo wenye maarifa, ubongo unaufahamu, ni uwekee mifupa. Akaweka mifupa ili iwe inalinda nini? Inalinda ubongo. Nimesema mbavu ndani yake kuna moyo, kuna mapafu, kuna figo, mifupa inalinda. Lakini pia Mungu akaweka mfupa wa mgongo, unaitwa uti wa mgongo, kwa sababu kwenye uti wa mgongo kuna ufahamu. Spinal cord kwenye mgongo kuna ufahamu. Mungu akaweka mifupa iwe inalinda huo ufahamu. Unaanza kuona faida ya mifupa anayozungumzia Unaanza kuona hiyo siri ya mifupa. Nimeona tuende kwanza kwenye masomo tu ya kawaida kabla tujaingia masomo ya rohoni, ili tukienda uelewe, je, mwanadamu mifupa hii inaweza kuishi? Useme wewe Bwana unajua. Haleluya. Na 2026 kila kilicho kikavu kinaenda kupata uhai. Nasema kila kilicho kikavu kinaenda kupata uhai. Bwana anaenda kuleta uhai kwenye mifupa. Bwana anaenda kuleta uhai kwenye kazi yako. Bwana anaenda kuleta uhai kwenye huduma yako. Kama ulishushwa mwaka 2026, hakuna kushushwa tena. Nasema hakuna kushushwa tena. Bwana anaenda kukuinua katika viwango visivyo vya kawaida. Haleluya. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kwa hiyo mifupa haipo tu kwa bahati mbaya, iko kwa ulinzi. Nimesema ile 22 inalinda ubongo. Imewekwa kwa ustadi kwamba ubongo usije ukacheza. Imewekewa fuvu, fuvu limewekwa hilo fuvu lenye mifupa 22. Lakini kuna figo, kuna moyo. Mungu akaweka mifupa ya mbavu kuhakikisha huu moyo unakaa kiusalama. Akajua huku nyuma huku kuna ufahamu huku. Akaweka uti wa mgongo
hiyo mifupa ilinde ufahamu. Mungu wetu apewe sifa. Haleluya. Niendelee. Muulize jirani yako, una mifupa wewe? Bwana Yesu apewe sifa. Aya, twende sasa rohoni. Sasa twende rohoni kidogo kidogo. Hata kama sitamaliza leo, tutaendelea awamu nyingine. Twende rohoni kidogo kidogo. Biblia inasema Mungu akaumba mtu kwa sura na kwa mfano wake, na kwa mfano wake alimuumba mwanamume na mwanamke. Hiyo ni kama taarifa ya habari. Sasa inakuja ule ufafanuzi wa uumbaji. Si ni sawa jamani? Biblia inasema Mungu akamfanya Adamu kutoka mavumbi ya nchi, akamfinyanga Adamu. Sina muda ningekueleza jinsi hata ustadi wa uumbaji ulivyokuwa unafanyika, lakini acha nisiendelee na hiyo kisa. Akamfanya Adamu kwa namna nzuri. Yesu Kristo kama stadi wa kazi, katika kitabu cha Mithali anasema nilikuwa pale kama stadi wa kazi, nikiangalia jinsi ya uumbaji ulivyo. Roho Mtakatifu alikuwa pale wakati mwanadamu anaumbwa. Unajua, wakati Mungu analeta hivi vitu vingine, alikuwa anatamka, alisema tu wanyama watokee kwa jinsi yake, wanyama wakatokea. Ndio maana wamekaa mchanganyiko. Wengine wana masikio marefu, wengine wana masikio mapana, wengine wana masikio madogo, wengine wana mambikia makubwa, wengine wana kamkia kadogo, wengine wana miguu mirefu ya mbele, wengine wana miguu mirefu ya nyuma, kwa sababu Mungu alisema tu wanyama watokee kwa jinsi yake. Lakini ilipofika kumuumba mwanadamu, Mungu hakusema hivyo. Alisema na tuumbe mtu kwa sura na kwa mfano wetu. Kwa hiyo Mungu alitulia, mwanadamu ni mtu maalum. Haleluya. Mgeukie jirani yako, mwambie wewe ni mtu wa thamani sana. Yaani Mungu alipotaka kumuumba mwanadamu ilimbidi Mungu atulie. Hakufanya kwa kusema tu tokeza. Angesema mwanadamu tokeza kwa jinsi yako, nadhani jicho moja lingekuwa hapa juu hapa. Unaona? Ndio maana unaona sasa kinyonga jicho liko huku. Kuna mwingine ana jicho hapa mbele. Nguruwe naye akakosewa mdomo, pua ndefu, na yani mambo ya ajabu ajabu. Lakini mwanadamu Mungu alifanya utaratibu wa kumuumba. Vitu vikaumbwa kwa ustadi. Haleluya. Nisikilize vizuri. Sura ya pili mstari wa 21 na 22, Biblia inasema hivi, Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito. Ndivyo Biblia inavyosema. Akatoa ubavu na sehemu ile akaifunika nyama. Inaendelea sana, ule ubavu Bwana Mungu akaufanya mwanamke. Nisikilize. Inawezekana jana ulikuwa kwenye mkesha umechoka, najua sitakemea pepo la usingizi, nafahamu. Mimi nimevuka huko. Naona? Akaufanya nini? Mwanamke. Sasa sikiliza Biblia inavyosema. Mwanamume aliumbwa, mwanamke alifanywa. So unaona ni tofauti hiyo. Mwanamume aliumbwa. Ndio maana saa nyingine sisi tuko rafurafu kidogo Lakini mwanamke ilibidi Mungu atulie, afanye ule ubavu, atoe kitu ambacho Adamu atakapoamka asiseme huyu nguruwe, huyu ni fisi. Adamu alipotoka kuangalia, hapana, hii aina nyingine. Unaona Adamu anasemaje? Huyu ni mfupa katika mifupa. Sijui kama tunapata kitu hapo Adamu anasema huyu ni mfupa katika mifupa yangu, ni nyama katika nyama yangu, ataitwa mwanamke. Yaani Adamu akapata ufunuo kwamba huyu ni mfupa. Nimewahi kuhubiri kwenye semina ya wamama miaka fulani iliyopita, nikamwambia wewe mwanamke ni mfupa. Wamama hawapo, wanawake hawapo hapa. Niwafundisha nikasema wewe mwanamke ni nini? Ni mfupa. Maana yake sio kitu cha kawaida. Adamu alisema huyu ni mfupa, kwa hiyo mwanamke ni mfupa. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo inaleta nini? Ushirikiano kati ya mwanamume na nani? Na mwanamke. Maana anaposema huyu ni mfupa katika mifupa yangu, ni nyama katika nyama yangu, inaleta ushirikiano. Ni kama marriage, mambo ya ndoa. Soma Samueli wa pili mlango wa 5 mstari wa 1 na wa 2. Soma.
Samueli wa pili mlango wa 5 mstari wa kwanza na wa pili. Samueli wa pili mlango wa 5 mstari wa kwanza na wa pili. Biblia inasema, ndipo kabila zote za Israeli wakamwendea Daudi huko Hebron, wakasema naye wakinena, tazama, sisi tu mfupa wako na nyama yako. Zamani za kale, hapo Sauli alipokuwa mfalme juu yetu, wewe ndiwe uliyewaongoza Israeli watoke nje na kuingia ndani. Naye Bwana akakuambia wewe, utawalisha watu wangu Israeli, nawe utakuwa mkuu juu ya Israeli. Ndipo kabila zote za Israeli wakamwendea Daudi huko Hebron, wakasema naye wakisema, tazama, sisi tu mfupa wako na nyama yako. Unaona, hawa ni Waisraeli wanakuja kwa mfalme, wanamwambia tazama, sisi ni mfupa wako na nyama yako. Wanafunga ndoa. Unaona Yaani hawa ni washirika, wamefika mahali wamemtambua kiongozi wao, wanamwambia si tu kwa sababu uliwaongoza Israeli wakati wa Sauli, lakini sisi tumfupa na nyama yako. Mahusiano ya karibu mno. Haleluya, jina la Bwana Yesu libarikiwe. Ngoja tuendelee kutelemka kidogo kidogo ili tuwe tunapata maana nzuri. Nisikilize, mtu mmoja anaitwa Yusufu. Huyu kijana tunamsoma katika Mwanzo sura ya 37. Ukianza mstari wa kwanza mpaka mstari wa 5, unaona jinsi alivyokuwa na baba yake. Baba yake akampenda, akamshonea vazi refu sana na kanzu ndefu, na ile kanzu ilikuwa inaashiria kwamba huyu bwana baadaye atakuwa nani? Atakuwa kiongozi, atakuwa mfalme, ataweza kuwa na utawala. Zile kanzu zilikuwa zinatofautiana unapovaa. Mnafahamu hata nyinyi mnao graduate, unafahamu kuna kanzu unayovaa kwenye cheti kwenye cheti inaweza ikawa ya rangi moja, hata unaweza usinyooshe pasi, si sawa? Ukija kwenye diploma nayo inaweza ikawa rangi moja na vistari vya kuchiriza, lakini ukija kwenye degree inaanza kubadilika, si ndio? Ukija masters inabadilika, ukija PhD inafanya nini? Inabadilika. Yani kanzu inakuaga namna hiyo, uvai tu ili mradi inabadilika. Watu wa jeshi wanafahamu, hata wao wanafahamu. Kwenye jeshi mtu anakuwa na mavazi ameyavaa, lakini huku kwenye mabega kuna vitu fulani vinaonekana. Mimi sina utaalamu, lakini kuna mwingine unamkuta na vitu kama mikasi mitatu, mikasi minne, mwingine unakuta na kagoroli hapa, mwingine vigoroli vitatu, mwingine kuna ungo. Yani kuna vitu unatakiwa uelewe, uelewe hivyo. Kuna maana fulani kwa kila kitu. Kwa hiyo walipokuwa wamemvalisha kanzu, ndugu zake wakajua huyu jamaa, hii kanzu alionayo hii inaonyesha kama atakuwa kiongozi juu yetu. Na huyu jamaa kwa sababu alipata hiyo siri, akaanza kwenda kwa unyenyekevu kwenye hiyo siri. Bwana akamfunulia, akaota ndoto, akaona mganda wake umesimama, miganda ya wenzake imefanya nini? Imeinama. Halafu jamaa hakusita, akaja akatabiri. Tunapokwenda mwaka 2026 ni mwaka wa kutabiri. Nasema ni mwaka wa kutabiri. Lazima utabirie mambo yako. Haleluya, nasema haleluya. Tabiri. Yusufu akatabiri. Alipoanza kutabiri akasema, mimi naona jamani, hii ndoto hii mimi nitakuwa nani? Nitakuwa mkuu, alafu nyinyi mtaniinamia. Jamaa akamwambia, vipi bwana, na maana sisi tutakuinamia? Akasema, ndio ndoto nilivyoiona. Hii ndoto nimeiona hivyo. Akaisimamia, hakuwa na kiburi, alikuwa mnyenyekevu. Tunaenda kutabiri mwaka 2026. Hutakuwa kama hivyo ulivyo. Nasema hutakuwa kama hivyo ulivyo. Baba Mungu anaenda kubadilisha mambo kwa namna isiyo ya kawaida. Hata mimi hapa mchungaji wenu sitakuwa hivi nilivyo. Sura na rangi yangu inaweza isibadilike, lakini mtazamo wangu na mwelekeo wangu na mambo yangu hayatakuwa kama hivi alivyo. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Halo, Bwana Yesu apewe sifa. Baadaye Mungu alipoona anatabiri hati doubt, jamaa akaonyeshwa ndoto nyingine. Akaona mwezi umemwinamia kwa maana ya mama yake, jua limemwinamia kwa maana ya baba yake, nyota 11, yani wale ndugu zake wa kiume 11 wote wameinamia. Akawaambia, jamani, nimeona nyota, mwezi na jua vyote vimeniinamia. Baba yake akamvuta pembeni, akamwambia, ndoto gani unayoota hii? Lakini maandiko yanaongeza, anasema yule baba akaliweka neno moyoni, kwa sababu alikuwa anajua hii ni revelation.
hili sio neno la kawaida, akajua kuna kitu ndani yake. Hebu sema kuna kitu ndani yangu. Sema kabisa kuna kitu ndani yangu. Wewe sio mtu wa bahati mbaya, wewe una kitu ndani yako. Haleluya. Sasa kufupisha story ili nisikae sana hapo kwa sababu muda sio rafiki, ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 50, kitabu cha Mwanzo sura ya 50 mstari wa 24 na wa 25, tafadhali unaweza ukaenda haraka ukasoma hapo. Mwanzo sura ya 50 24 na 25. Biblia imeandika, Yusufu akawaambia nduguze, mimi ninakufa, lakini Mungu atawajilia ninyi bila shaka, atawapandisha toka nchi hii mpaka nchi aliyowapia Ibrahim na Isaka na Yakobo. Yusufu akawaapisha wana wa Israeli. Sikiliza hilo neno, Yusufu akafanya nini? Akawaapisha. Nisikilize, unatakiwa wewe unajua Biblia inavyozungumza. Yusufu akawaapisha wana wa nini? Wa Israeli. Anawaapisha nini? Akasema bila shaka Mungu atawajilia ninyi, Mungu atawajilia ninyi, nanyi mtapandisha huko mifupa yangu. Huyu jamaa hajakufa, anasema nanyi mtapandisha huko mifupa yangu. Basi Yusufu akafa mwenye miaka 110, na wakampaka dawa, wakamtia katika sanduku huko Misri. Unasikia? Yusufu anawaambia ndugu zake, huyu jamaa sasa tayari alikuwa ni mtu wa mafunuo, alikuwa ni mtu aliyefunuliwa na Mungu. Mnajua alishafunuliwa habari za ndoto za mfalme alishafunuliwa. Sasa Mungu anamfunulia hata kifo chake. Anasema mimi nitakufa, lakini nitakapokufa nyinyi bila shaka Mungu atawaondoa katika nchi ya Misri. Lakini mtakapokuwa mnatoka, msiache mifupa yangu katika nchi ya Misri. Hiyo ilinifanya nitulie sana. Kwa nini huyu jamaa anaagiza mifupa yake isibaki Misri? Kwa nini anaagiza? Ni kwa sababu amegundua kuna siri ya nguvu ya upako kwenye nini? Kwenye mifupa. Kuna kitu amegundua. Amepata hiyo siri. Anawaambia ndugu zake, mimi nikifa mifupa yangu isibaki fanya nini? Isibaki Misri. Sikiliza nikwambie, wakati anakufa alikuwa na miaka 100 na ngapi? Na 10. Wana wa Israeli walitoka Misri wakiwa na miaka 430. Ukifanya mahesabu hapo inaonekana ni miaka 320 tangu Yusufu afe. Unanielewa ninachozungumza? Ukifanya hesabu tangu Yusufu amekufa ni miaka 320. Ndio Yusufu mifupa yake imetunzwa. Kama ingekuwa ni leo tungesema huu ni uganga wa kienyeji huu. Kama ingekuwa ni leo tungesema huu ni ushirikina. Sijui unanielewa eh? Unanielewa mtu wa Mungu? Tunaanza mwaka na mafunuo, tunaanza mwaka na mambo ya namna nyingine. Mifupa imetunzwa miaka 300 na ngapi? Na 20. Alafu aliwaapisha. Si tumesoma aliwaapisha? Mtu akikuapisha maana yake usije ukabadilisha. Jamani, tunaelewana watu wa Mungu jamani? Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Miaka 300 na ngapi? Na 20. Na kwa sababu aliwaapisha, unajua miaka 320 jamani ni mingi sana. Ni mingi sana. Katika dunia leo tunayoishi, taifa linaloweza kufahamu miaka 400 mpaka 1000 iliyopita, taifa lililobaki duniani ni taifa la Israeli peke yake. Ndio wana kumbukumbu hizo. Labda tumshukuru Mungu sasa hivi kwa sababu ya hii mitandao, mambo ya digitali, at least inaweza ikaweka kumbukumbu. Ningemwinua hapa mzee wangu wa kanisa, mzee Nyaki, nikamwambia mzee Nyaki, hebu simama. Ataniambia habari ya baba yake mzazi, ataniambia habari za baba wa baba yake, babu yake, ataniambia babu yake wa babu yake wa babu yake. Hata ningemwambia Wilfred hapo, ataniambia habari za baba yake na baba wa baba yake, lakini babu yake wa baba yake wa babu yake. Ndio maana sisi wa Afrika saa nyingine hata kwenye kuoana watu wanakaa makini sana. Bwana, hebu peleleza sana, msije mkajikuta mnaoana ndugu kwa nini? Ndugu kwa ndugu. Lakini Waisraeli ile uzao wao wanafahamiana tangu Benjamini, tangu
Yusufu, tangu Lawi, yaani wanafahamiana kizazi na kizazi. Hebu muulize mwenzako, unapata kitu leo? Huu ni mwaka mpya huu Naona. Kwa hiyo ni miaka mingi, miaka 320, bado kuna kumbukumbu kwamba hii mifupa hii ni ya mtu fulani, mifupa hii ni ya mtu fulani. Alafu nisikilize, kwa sababu aliwapisha. Soma Kutoka sura ya 3 mstari wa 19 na 20. Hiyo ni miaka sasa 320 imepita. Ngoja utanielewa, tunajua kuna watu hawaelewi tunaenda wapi, lakini ndio mwaka mpya tumeanza, utaelewa. Kutoka sura ya 3 mstari wa 19 na 20. Nami najua ya kuwa huyo mfalme wa Misri hatawapa ruhusa mwende zenu, la hata kwa mkono wa Mungu, nami nitaunyoosha mkono wangu. Unasoma wapi ndugu yangu? 3 mstari wa 19 na 20. Endelea. Naomba nirudie. Nami najua ya kuwa huyo mfalme wa Misri hatawapa ruhusa mwende zenu, la hata kwa mkono wa nguvu. Mstari wa 20. Nami nitaunyoosha mkono wangu na kuipiga Misri kwa ajabu zangu zote nitakazofanya kati yake, kisha baadaye atawapa ruhusa kwenda. Mstari wa 12:46, Kutoka 12:46. Tuone. No, wala sio huo, sio huo mstari. Mbona umenikimbia? 13:19, si ndio? Hebu soma Kutoka 13. Oh, nimesema watatu. 13, sorry 13:19. Sawa. Mstari wa 19. Musa akaichukua ile mifupa ya Yusufu pamoja naye, maana alikuwa amewapisha sana wana wa Israeli, akisema, Mungu hana budi atawajilia ninyi, nanyi mtachukua mifupa yangu kutoka hapa pamoja nanyi. Mstari wa 20. Nao wakasafiri kutoka Sokoth, wakapiga kambi Efraim kwenye mpaka wa ile jangwa. Hiyo ni miaka 320. Musa anakuja kuchukua mifupa ya nani jamani? Anachukua mifupa ya nani jamani? Anachukua mifupa ya Yusufu. Mstari wa 19 unasema hivi, Musa akaichukua ile mifupa ya Yusufu pamoja naye, maana alikuwa amefanya nini? Amewaapisha sana wana wa Israeli. Unaona, kumbe Yusufu alibidi awafanyie kiapo. Kwa hiyo Musa anakuja anaichukua. Nimesoma huo mstari na nimehubiri hivi, Musa alipata nafasi ya kuongea na Mungu katika mlima wakati anawachunga wale kondoo wa baba yake mkwe. Akaonana na Mungu kwa sauti, Bwana akimwambia Musa, simama, vua viatu vyako, nchi hii takatifu. Musa alifanya miujiza mingi kwa mkono wa Mungu. Bwana alimtembeleza Musa kwa namna isiyo ya kawaida. Musa aliona ushirikina mwingi katika nchi ya Misri. Sasa Musa naye anakuja kuambiwa, Bwana, kuna kiapo na kuna sanduku lina mifupa ya nani? Ya Yusufu. Na Musa anachukua ile mifupa. Imagine Musa angeweza kusema hii mifupa haina sababu ya kuichukua, lakini Musa anaona kuna kiapo kiliapishwa, anaichukua mifupa ya Yusufu, wanaanza safari kwenda nayo, wanaibeba. Sikiliza nikuambie mchana wa leo, hata hivyo Musa hakuifikisha ile mifupa katika nchi ya nini? Ya ahadi, kwa sababu Musa safari yake iliishia wapi? Iliishia njiani. Lakini baadaye Biblia inasema Joshua alipochukua nafasi hakuiacha mifupa. Unaona, toka mifupa ya Yusufu Musa akaichukua, Joshua naye akaja akafanya nini? Akaichukua, kwa sababu kuna siri ya nguvu ya upako iliyomo kwenye nini? Kwenye mifupa. Wanajua hii mifupa sio kitu cha kawaida, kuna kitu kisicho cha kawaida kwenye mifupa. Joshua anakubali kubeba mifupa, wanaenda nayo. Ngoja nikuambie jambo lingine la ufunuo. Wakati Yusufu anatoka kule kwenda kuangalia ndugu zake wakichunga machungani, akafika mahali panaitwa Dothan. Hapo Dothan wa ndugu zake ndio walikuwa wanachunga pale, na ndipo walipomkamata pale Yusufu.
na wakamtupa pale kwenye shimo. Na unajua hapo walipomtupa kwenye shimo hapo hapakuwa mbali sana, ni kama kilomita 2 kutoka Dothani na Shekemu, ambako ndiko Yusufu alikuwa amefikia eneo hilo. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini ukisoma Biblia, wakati Ibrahim anatoka katika nchi ya Uhuru wa Ukaldayo, wakati anamsikiliza Mungu, anamtii Mungu, wakati Abrahamu anatembea, ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 12 mstari wa 6, Biblia inasema Abrahamu akafika Shekemu akamjengea Bwana madhabahu. Hapo Abrahamu akaanza mawasiliano yeye na nani? Na Mungu. Na ndio eneo hilo hilo la Shekemu, hilo eneo ambalo linakaribiana na Dothan, Yusufu alifika pale. Kumbuka walimshika Yusufu wakamtupa kwenye shimo, na pale pale kwenye shimo walikuja wakafanya nini? Wakampandisha. Na hapo hapo zaidi ya miaka 320 Yusufu anakuja anazikwa pale. Soma kitabu cha Joshua sura ya 24. Soma mstari wa 32. Joshua 24 mstari wa 32. Na hiyo mifupa ya Yusufu ambayo wana wa Israeli walikuwa wameileta kutoka Misri, wakaizika huko Shekemu katika ile sehemu ya nchi Yakobo aliyoinunua kwa wana wa Hamori babaye Shekemu kwa vipande 100 vya fedha, nayo ikawa ni urithi wa wana wa Yusufu. Unaona hilo eneo hilo la Shekemu, hilo eneo ndio Abrahamu alianzisha madhabahu ya kwanza. Lakini pia Yakobo wakati anarudi, alipofika Shekemu, alinunua kipande fulani hapo Shekemu. Lakini pia Yakobo alijenga madhabahu pia kwenye mji wa nini? Wa Shekemu. Nisikilize, alijenga madhabahu kwenye mji wa nini? Wa Shekemu. Na Yusufu eneo hilo hilo alitupa kwenye shimo, na eneo hilo hilo Yusufu alifanya nini? Alitolewa. Baadaye mifupa ya Yusufu, Joshua anafika anasema, sasa hii mifupa ya Yusufu inazikwa wapi? Inazikwa hapa Shekemu. Anasema mifupa hii inazikwa Shekemu. Haizikwi tu Shekemu, hilo sasa linakuwa, hilo eneo ni urithi wa wana wa nani? Wa Yusufu. Nataka nikwambie urithi wako huko hapo ulipoanzia. Nataka nikwambie urithi wako huko hapo ulipoanzia. Inawezekana huko Tanga, sio kwa bahati mbaya. Ndio maana nimekuwa nikihimiza sana, tafuta kiwanja, jenga. Tafuta kiwanja, jenga. Hata kama utahamishwa kwenda mahali pengine, jenga. We never know, baadaye unaweza ukajikuta unarudi tena Tanga, unaendelea na maisha yako. Inakuwa ni sehemu ya urithi wako, kwa sababu Mungu amekusudia mambo kama hayo. Haleluya, haleluya. Muda wangu sio rafiki, lakini ningekueleza habari ya Shekemu. Shekemu ina mambo mengi sana. Hilo ni somo jipya kabisa. Shekemu ni mahali pa kuanza ibada na Bwana. 2026 anza ibada na Bwana. Nasema anza ibada na Bwana. Kama unaamua anza kabisa na Bwana. Usijali watu wanasemaje, wewe anza ibada na Bwana. Tunapozungumza kuanza ibada na Bwana, yani maisha yako yatoe kwa Mungu. Tembea na Mungu. Kwa Mungu kuna baraka, kwa Mungu kuna neema, kwa Mungu kuna ulinzi, kwa Mungu kuna utukufu, kwa Mungu kuna promotion, kwa Mungu kuna kuinuliwa, kwa Mungu kuna kuona mbali. Anza leo tarehe 1 Shekemu yako. Abrahamu akaanza na Mungu. Lakini nikwambie, Shekemu pia ni mahali penye maamuzi magumu. Shekemu ni mahali penye maamuzi magumu. Wana wa Yakobo, dada yao anaitwa Dina. Anaitwa Diana anaitwa Dina. Kuna jamaa alimtendea vibaya. Alipomtendea vibaya, hawa vijana Simoni na Lawi hawakufurahiwa na lile jambo. Wakamwambia baba yake, huyu jamaa huyu hawezi kumtendea dada yetu mambo kama haya. Sasa sisi tunataka tufanye hivi. Tunataka sisi tuoe kwao na wao waoe kwetu. Mzee akasema basi sawa. Akasema lakini hawa hawafuati sheria kama za kwetu. Hawa jamaa hawatairiwi. Sasa wakitaka tufanye agano na sisi watairiwe. Unaona? Wale jamaa wa Shekemu wenyewe wakakubali. Wakasema tuko tayari. Wanaume wote mji mzima wakatairiwa. Ni Biblia hiyo unazungumza jamani. Wanaume wote wakafanya nini? Wakatairiwa. Lakini kumbe ilikuwa ni mtego.
Baada ya siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, wakati vidonda ndio vinauma, mwanamume huwezi kukimbia. Na unajua wametairiwa kwa umri tofauti tofauti, wote wanaume. Lawi pamoja na Simeoni wakachukua upanga wakafyeka wanaume wote, kwa sababu hawana nguvu sasa ya kupigana. Unapiganaje? Una kidonda ndani yako. Adui aliye mbele yako ana kidonda, wewe utashinda katika jina la Bwana Yesu. Nasema adui aliye mbele yako 2026 ana kidonda. Haleluya! Vita sio ya kwako, vita ni ya Bwana 2026. Nasema vita ya kazini sio ya kwako, vita ni ya Bwana. Ukimwangalia, ukimwona adui yako, jua ametairiwa na kidonda, na wewe lazima ushinde katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Usiogope. Hata kama unafanya biashara, kuna mwingine amefungua duka upande huu, amefungua duka upande huu, wewe unauza simu za sijui za Sam nini zile, yeye anauza Phoenix na nyingine. Usiogope, hao wametairiwa, wana vidonda, utashinda. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Nilikuwa namwambia Ganyaki, usifundishe tu ukawa mwalimu wa kawaida bwana. Ilikuwa kama utani, sasa ni mwalimu mkuu, si ndio? Si hapa nilikuwa nahubiri jamani, na wagusia tu. Sasa usibaki tu kwenye eneo hilo, fungua hata shule yako baadaye. Si nilikuwa nasema Mwaka jana tulimwombea Mligo hapa na mke wake, mnakumbuka? Januari, mnakumbuka? Hivi tunavyozungumza Mligo yuko China sasa. Jana alinipigia kanasema, nyinyi mnapoenda kusherekea mwaka, sisi tayari tumeshamaliza huko. Tunapishana nao masaa mengi sana. Haya nayokuambia ni ufunuo kwa maisha yako. Nasema haya nayokuambia ni ufunuo kwa maisha yako. Shekemu ni mahali panahitaji maamuzi. Ndio pale pale Joshua aliposema, amueni hivi leo mtakayemtumikia. Je, ni ile miungu ya kule ya Moabu na ya Waamori? Mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Ni mahali pa kufanya maamuzi. Januari 1 mwezi wa kwanza 2026, fanya maamuzi. Mgeukie jirani yako mwambie, fanya maamuzi ya kumtumikia Bwana. Fanya maamuzi. Ukishafanya maamuzi utaona Mungu anatokea kwa namna isiyo ya kawaida. Haleluya. Waamuzi 15:15. Soma huo mstari. Kitabu cha Waamuzi 15:15. Soma huo mstari. Soma mstari mmoja tu, 15:15. Waamuzi 15 au mstari wa 15. Biblia inasema, naye akaona mfupa mbichi wa taya ya punda, akautwaa, akapiga watu 1000 kwa mfupa huo. Huyo alikuwa ni Samson. Samson alikuwa na vita na Wafilisti. Vita vikawa vimepamba moto. Wakati vita inaendelea, akaona Wafilisti wanakuja makundi kwa makundi, lakini kwa sababu alikuwa na ufunuo, Biblia inasema akaona mfupa wa taya ya punda. Alipoona mfupa, Samson akaukamata ule mfupa. Kwa kujua siri ya kwamba kuna nguvu na upako kwenye mfupa, Biblia inasema akapiga Wafilisti 1000 kwa kutumia ule mfupa. Sio ule mfupa uliokuwa unawapiga Wafilisti, bali nguvu ya Mungu ilikuwa ndani ya mfupa. Imagine watu 1000 wapige kwa mfupa. Sio kitu cha kawaida. Lazima kuna kitu kingine ndani yake. Nasema lazima kuna kitu kingine ndani yake. Anasema kuna kitu kingine ndani yake. Anasemaje Yeremia? Yeremia anasemaje? Soma Yeremia 20 mstari wa 9. Anasemaje nabii Yeremia 20 mstari wa 9? Anataka kutuonyesha maswala na siri iliyoko kwenye mifupa. Soma mstari wa 9. Simama usome Yeremia 20 mstari wa 9. Yeremia 20:9. Nami nikisema sitamtaja wala sitasema tena kwa jina lake, basi ndipo moyoni mwangu kumekuwamo kama moto uwakao. Hebu rudia. Nami nikisema sitamtaja wala sitasema tena kwa jina lake, basi ndipo moyoni mwangu kumekuwamo kama moto uwakao uliofungwa ndani ya mifupa yangu, nami nimechoka kwa kustahimili wala siwezi kujizuia. Huyo ni Yeremia anazungumzia habari ya mifupa.
anasema nataka kuacha kuhubiri, nataka kuacha kusema, lakini nimedhihakiwa, wameniadaa, shutuma imekuwa kali. Anasema nilipojaribu kutulia ikashindikana, maana ndani yangu kwenye mifupa ni kama moto umefanya nini? Umefungwa. Kwa hiyo ndani ya mifupa kuna moto wa Mungu ndani yake. Bwana Yesu apewe sifa. Soma Wafalme wa Pili sura ya 13 mstari wa 20 na 21. Naenda kumalizia sasa. Naenda kumalizia. Soma Wafalme wa Pili mlango wa 13 mstari wa 20 na 21. Kuna mishumaa hapa, tutachoma mishumaa, kila mmoja atachoma mshumaa kama nuru itakayoangaza mwaka 2026. Alafu nitafanya maombi kwa ajili yako, nitakuacha utakwenda huru. Na kila litakalotokea mbele yako usiogope wala usiwe na wasiwasi. Usihairishe, thubutu, umuone Mungu akionekana katika maisha yako. Soma. Elisha akafa, nao wakamzika. Sikiliza, Elisha akafa nao wakafanya nini? Wakamzika. Ehe. Basi vikosi vya wa Moabu wakaingia katika nchi mwanzo wa mwaka. Mwanzo wa mwaka, angalia, mwanzo wa nini? Wa mwaka. Tarehe 1 Januari 1020 ngapi? 26. Biblia inasema nao wa Moabu wakaja mwanzo wa nini? Wa mwaka. Ni maadui huwa wanakujaga mwanzo wa mwaka. Mwandishi mmoja anasema nikamatie mbweha wanaotaka kuharibu mizabibu yangu wakati nafanya nini? Inaanza kuchanua. Tulisema jana Aprili, Machi na Aprili ndio mwezi ambao unaleta machipuko, vitu vinaanza kutoka. Ndio mwezi wa Pasaka, mwezi wa Nisani, mwezi wa Abibu, ndio mwezi ambao Bwana aliwatoa Israeli katika nchi ya nini? Ya Misri. Mwanzo wa mwaka wa Moabu wakaja vikosi. Wakati huo Waisraeli wamefiwa. Inawezekana wakati wa mwanzo wa mwaka kuna mambo hayaendi sawa sawa. Inawezekana kuna mambo unasema mchungaji unatuhubiria, lakini ungejua nina changamoto. Ungejua kuna vitu sivielewi vitakavyokwenda. Nataka nikuambie Mungu anaanzia pale matatizo yalipoishia, ndipo Mungu anapoanzia, katika jina la Yesu Kristo. Nasema katika jina la Yesu Kristo, na kutabiria mchana wa leo, na kutabiria asubuhi ya leo, kwenye hilo tatizo Mungu ndio anaanzia hapo. Mwanzo wa mwaka vikosi vikawa vinakuja. Wakati huo Waisraeli wamefiwa, wamebeba maiti wanaenda kuzika. Endelea kusoma mstari wa 21. Ikawa walipokuwa wakimzika mtu, angalia, waliona kikosi, wakamtupa yule mtu kaburini mwa Elisha. Mara yule maiti alipoigusa mifupa ya Elisha, alifufuka akasimama kwa miguu. Jamani, kwenye Biblia hakuna hadithi. Mnanisikia watu wa Mungu? Hakuna nini jamani? Tunaangalia siri ya nguvu ya upako iliyopo kwenye nini jamani? Nabii Elisha alikuwa nabii wa upako. Mungu alikuwa amemtawala Elisha. Alikuwa anafanya mambo ya ajabu yasiyo ya kawaida. Elisha ikafika mahali Biblia inasema akaumwa kama mwanadamu. Ugonjwa wake ukamuua, akawa amekufa. Wakamchukua Elisha wakamzika kwenye kaburi. Yale makaburi yanakuwa na mwamba, alafu mnaweka jiwe. Kwa hiyo wakamzika Elisha. Miaka ikapita, mifupa ya Elisha iko pale. Mwanzoni mwa mwaka Waisraeli wakawa wamefiwa na nani? Na mtu. Sasa wanamchukua kwenda kumzika. Wakati wanaenda kumzika mwanzo wa mwaka, nyuma wakaona maadui wanawafuata. Mimi sijui ni maadui gani wanaokufuata, sielewi wanakufuata kwa jinsi gani. Tumesikia hapa ushuhuda, huyu anasema nyoka wa kwanza, wa pili, wa tatu, hao ni maadui. Ushirikina ni maadui. Unaweza kuwa unasababisha kukuvunjia mipango yako. Unaweza kuwa unatuma ushirikina hata kutafuta nafasi ulionayo, kwa sababu ulionao kwenye hicho cheo, ulionao kwenye hiyo nafasi, wengine hawafurahii. Lakini atukuzwe Mungu atupae siri ya kushinda. Sisi ni washindi zaidi ya kushinda katika yeye atutiaye nguvu. Hakuna atakayenyang'anywa nafasi, hakuna atakayeondolewa nafasi yake. Bwana atasimama na wewe, Bwana atakupigania, Bwana atakuongoza. Biblia inasema wakati wanakwenda hawa watu, wanakwenda walipoona maadui wanakuja, wakaona hapa tutakamatwa. Walichofanya ni hiki. Biblia inasema wakachukua ile maiti, wakaondoa lile jiwe lililo kwenye kaburi la nani? La Elisha, wakamtupa pale ili wao wawe na wepesi wa kufanya nini? Wa kukimbia. Lakini ile maiti ilipogusa mifupa, kwa sababu kuna siri kwenye mifupa, kuna nguvu ya upako, na ile mifupa ilipoguswa, maiti akafufuka. Alipofufuka akasimama, naye akajiunga kwenye msafara. Hizo mbio hazikuwa za kawaida. Haleluya!
Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Wakaanza kukimbia. Nimehubiri mara kadhaa kwenye kipengele hichi. Hebu jaribu kuona tu kwanza, maiti kifufuka kila mtu anashtuka, lakini so far maiti ndio hiyo inakuja nyuma yenu. Utatembea polepole, utaongeza mbio. Mwambie jirani yako usinipunguzie mwendo. Mwambie usinipunguzie mwendo. Mwambie usinipunguzie mwendo. Haleluya. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Mungu anataka uwe na spidi wakati uhai unakuja, uhai unatokea. Je, mifupa hii inaweza ikaishi? Wewe Bwana wasema, nataka nikuambie kuna uhai unakuja kwenye maisha yako. Bwana analeta uhai kwenye maisha yako. Bwana analeta uhai kwenye biashara yako. Bwana analeta uhai kwenye huduma yako katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Ninasimama hapa kuitabiria FPCT. Naiona FPCT, Bwana analeta uhai mpya. Analeta uhai mpya kwenye idara ya injili na misheni. Itakuwa na nguvu isiyo ya kawaida. Bwana analeta uhai kwenye idara ya wanawake kitaifa, kijimbo, kikanisa la mahali, kiparishi. Kuna uhai mpya. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana analeta uhai kwenye huduma ya sifa na muziki ya kanisa la FPCT katika viwango visivyo vya kawaida. Bwana analeta uhai kwenye huduma ya wanaume. Bwana analeta uhai kwenye redio habari maalum kule Arusha, itapenya kila mahali. Bwana analeta uhai kwenye TV yetu, habari maalum TV ya FPCT, itatoka other channel na kuingia main channel. Hallelujah. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Nasema jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana analeta uhai kwenye biashara yako. Bwana analeta uhai kwenye familia yako. Bwana analeta uhai hata kama una magonjwa kwenye mwili wako. Bwana analeta uhai. Nasema Bwana analeta uhai. 2026 Bwana analeta uhai. Bwana anaondoa unyonge. Bwana anaondoa kila kilichokuwa kibwana. Bwana analeta uhai katika jina la Yesu Kristo. Anataka kukuinua katika viwango visivyo vya kawaida. Mifupa ikawa imebaki pale, lakini yule maiti akafanya nini? Akafufuka, akaendelea na msafara. Hakuna maiti itakayokuwepo. Bwana atafufua watu. Hata kama kiroho ulishuka, 2026 Bwana anafufua huduma yako. Nasema Bwana anafufua huduma yako. Bwana anafufua huduma yako. O rabashakabara, anafufua. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kuna siri ya nguvu ya upako katika mifupa. Mwambie jirani yako kuna siri ya nguvu ya upako katika mifupa. Haleluya. Haleluya. Ninapokwenda kumalizia ujumbe huu mchana wa leo, nataka nikwambie habari ya mifupa ilivyokuwa ya ajabu. Wakati wana wa Israeli walipokuwa wanachukua kondoo wa sadaka, kondoo wa kuteketeza, waliambiwa hivi, huyo kondoo asije akavunjwa mifupa. Huyo kondoo asije akavunjwa mifupa. Na hiyo ilikuwa inamaanisha nini? Ilikuwa inamaanisha ni kondoo mtimilifu ambaye anakubalika kwa sadaka. Ukisoma katika kitabu cha Yohana sura ya 19 mstari wa 33, Biblia inasema hivi, 33 mpaka 36. Hebu soma Yohana Injili Injili ya Yohana mlango wa 19 mstari wa 33 mpaka 36. Soma. Soma jamani, wasoma. Yohana 19 mstari wa ngapi? 33 mpaka 36. Mstari wa 33 mpaka 36. Lakini walipomjia Yesu akiwa pale msalabani na kuona ya kuwa amekwisha kufa, Yesu amekwisha kufa, hawakuvunja miguu. Hawakumvunja nini? Miguu. Kwa sababu ilikuwa ikifika saa 12, kwa sababu sabato inakuja, wale waliokuwa wanateswa kwenye misalaba au kwenye miti, askari walikuwa wanakuja ili kumaliza mtu afe upesi, wanapiga nyundo kwenye miguu, wanapiga nyundo kwenye magoti mpaka mtu anakata roho, kifo kibaya pale. Walipofika kwa Yesu hawakumvunja mifupa yake kwa sababu walikuta amekwisha kufa. Endelea. Lakini askari alimchoma ubavu kwa mkuki. Lakini askari moja akachoma mkuki ubavuni. Sikiliza nikwambie, ubavuni ndiko ambako ubavu ulitolewa ukafanywa mwanamke. Ukisoma kitabu cha Mwanzo 13, kitabu cha Mwanzo, Biblia inasema Mungu akamwambia tengeneza safina, akamwambia Nuhu tengeneza safina, na mlango wa safina utakuwa ubavuni. Kwa hiyo ubavu wa kwanza ulimtoa mwanamke, uzao ukaonekana. Kwenye safina mlango ulikuwa ubavuni, ukafanya watu waingie na watu kutoka.
na pale kwenye msalaba juu mkuki ulichomwa kwenye ubavu wa Yesu, ikatoka damu na maji, ndio kakusababisha mimi na wewe tukawa hapa mchana wa leo. Haleluya. Endelea. Na mara ikatoka damu na maji, naye aliyeona ameshuhudia, na ushuhuda wake ni kweli, naye anajua ya kuwa anasema kweli, ili ninyi nanyi mpate kusadiki. Mstari wa 36, kwa maana hayo yalitukia ili andiko litimie, hapana mfupa wake utakaovunjwa. Yesu Kristo hakuna mfupa wake ulivunjwa. Maana yake huyu ni jemedari, ni mshindi hodari wa kuokoa. Yesu ni mkamilifu, tumeokolewa na aliye kamili kabisa, hakuwa na hila wala hakuonekana na dhambi yoyote. Ndio maana Yesu ni mwokozi wa ulimwengu. Tunamfuata Yesu kwa sababu yeye ni mwokozi. Hakuna mahali Yesu alishindwa. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Nasema Bwana Yesu apewe sifa. Muda wangu sio rafiki, ningekueleza hatua moja moja ya kila mfupa wa mwanadamu ulivyowekwa kwenye mwili wake kwa makusudi. Kwenye kichwa nilisema fuvu lina mifupa 22, lakini kumegawanyika kwenye hiyo mifupa. Kuna mifupa 8 ndio inasimama sehemu yake katika fuvu la kichwa, na hiyo mifupa 8 inaashiria watu 8 walioingia kwenye safina. Hesabu yao ilikuwa inatoka kwenye hiyo mifupa. Lakini hapa kwenye uso kuna mifupa 5 iliyokuwa inasimama kwenye uso, na hii inaashiria vitabu 5 vya mwanzo wa Biblia: kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Kutoka, kitabu cha Walawi, kitabu cha Hesabu na Kumbukumbu la Torati. Kutoka hapa kwenye shingo kuna mifupa 7, na hiyo ndio inasimamia ukamilifu. Namba 7 inasimamia ukamilifu tangu kuumbwa kwa dunia, siku ya kwanza, ya pili mpaka siku ya 7. Hapa pakawekwa mifupa 7. Upande huu kuna mbavu 12, hizi zinasimamia mataifa 12 ya wana wa Israeli, kuanzia Rubeni mpaka Benjamini. Upande huu kuna mbavu 12, inasimamia mitume wa Bwana Yesu Kristo, walikuwa 12, kuanzia Petro mpaka Tomaso. Hapa kwenye kifua kuna mifupa 12 mingine inasimama hapa kwenye kifua. Hiyo inasimamia milango 12 ya lile jiji la Yerusalemu, lile jiji lipya. Ningekueleza kila mfupa kwa hatua yake. Hii miguu hii ina mifupa jumla ya mifupa 60. Hiyo inasimamia Yakobo. Isaka wakati anazaa mtoto wake alikuwa na umri wa miaka 60, Mwanzo 25-26. Lakini si hivyo, Biblia inasema katika Timotheo wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 9, mjane asihesabiwe mpaka awe na umri wa miaka 60. Hiyo ndio maana ya miguu yenye miguu mifupa 60. Aya. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Katikati hapa ya kifua kuna mfupa mmoja umesimama. Maana yake hivi, katika Kumbukumbu la Torati inasema Mungu ni mmoja, Mungu Bwana wako wa taifa la Israeli. Huo ndio mfupa unasimama katika hapa. Huku nyuma kuna mifupa 33 ambayo inasimamia kwenye uti wa mbongo. Yesu Kristo alifanya kazi katika umri unaokisiwa wa miaka 33. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kuna siri kwenye mifupa yako. Nasema kuna siri kwenye mifupa yako. Ndio Bwana Yesu akasema hivi, mtaweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Haleluya. Na hiyo haimilikiwi na mtu yoyote. Haimilikiwi na apostle wala na prophet. Haimilikiwi na pastor wala na teacher. Hiyo ni ya waumini wote. Biblia inasema mtaweka mikono kwa wagonjwa nao watapata afya. Tunapokwenda siku za mwisho, kazi ni kubwa. Kuna mambo mbalimbali, lazima kila mtu atambue kuna nguvu ndani yake. Nguvu ya miujiza iko kwenye mifupa yako. Nasema nguvu ya miujiza iko kwenye mifupa yako. Sio wewe unayeponya, ni Mungu anayeponya. Haleluya. Orabasakarababa. Biblia inasema Ezekia, inasema Yeremia akasema, niliposema nitanyamaza kimya sitamtaja, nikasikia ndani yangu kama mifupa inawaka moto. Muda wangu sio rafiki, ningekuonyesha Zaburi 34. Biblia inasema na mifupa itanena ndani ya mwili wa mtu. Mifupa inatamka, mifupa ina sauti, mifupa ina uwezo. Haleluya, haleluya. Lakini si hivyo, mifupa huwa ina cells zinazojenga damu kwenye mwili wa mwanadamu. Lakini sio hivyo, mifupa huwa inatambulisha mtu. Hata kama mtu alikufa miaka mingi, wataalamu wakija wakikuta mifupa yake wanaweza wakatambua. Maana yake ina DNA. Mifupa ina identity ya mwanadamu. Kwa hiyo wewe ni mwanadamu kamili. Ndio maana Yesu alipoondoka hakuacha upako wa Roho Mtakatifu kwenye vitambaa.
Hakuacha upako wa Roho Mtakatifu kwenye chupa kama Agano la Kale. Agano la Kale upako uliachwa kwenye chupa. Agano la Kale upako uliachwa kwenye pembe. Lakini Yesu alipoondoka aliwaambia wanafunzi wake, msitoke mjini. Mwambie jirani yako, usitoke mjini mpaka utakapovikwa uwezo kutoka juu. Kanisa ni kama structure, ni kama umbo. Yesu akaachia Roho Mtakatifu kwa wote wenye mwili waliokuwa pale kwenye kile chumba siku ya Pentekoste. Ninasikia kusema hivyo, lakini ninapomaliza ujumbe wangu huu, Yeremia, Zekaria anaulizwa, je, mwanadamu mifupa hii yaweza kuishi? Nataka niseme hivi ninapomalizia mchana wa leo, hakuna jambo gumu ndani yako. Usiseme Mungu sijui kama hii itawezekana, mimi sielewi, hili jambo limeombewa miaka mingi, hili jambo je, mifupa hii inaweza kuishi? Wewe jawabu lako ni hili, wewe Bwana wajua ya kwamba yaweza kuishi, maana kwa Bwana hakuna lisilowezekana. Kwa Mungu yote yanawezekana. Mungu anaweza akatenda jambo jipya. Bwana yuko hapa mchana wa leo. Nataka nikutangazie, hautakuwa kama ulivyo. Biashara yako haitakuwa hivyo, huduma yako haitakuwa hivyo, cheo chako hakitakuwa hivyo, hata mimi sitakuwa hivi nilivyo. Ninapiga hatua, ninaenda mbele. Kwa sababu gani? Biblia inasema akaambiwa tabiri, akaanza kutabiria. Najua tunatabiriwa na watu, sio vibaya watu wa kukutabiria. Hata mimi nimetabiriwa, hata mimi nimetabiri. Lakini mchana wa leo, tarehe 1 mwezi wa kwanza 26, nataka utabiri mwenyewe. Nataka usingojee kutabiriwa, tabiri mwenyewe. Nasema tabiri mwenyewe. Kutabiri ni kuona kitu kabla hakijatokea. Anza kuona mafanikio kabla hayajatokea. Anza kutabiri maisha yako. Anza kutabiri vitu vikavu kwenye mwili wako. Anza kutabiri vitu vikavu kwenye biashara yako. Anza kutabiri vitu vikavu kwenye kazi yako. Tabiria. Alafu kitabiri utashangaa, mfupa kwa mfupa vitasogeleana. Haleluya. Utaona mfupa kwa mfupa vitaanza kusogeleana. Tabiria. Anza kutabiri. Tabiri juu ya kazi yako, tabiri juu ya maisha yako, ya kwamba utakufa utaishi, ili uyasimulie matendo ya Mungu. Tabiria nafasi aliyokupa. Mimi natabiria ya kwamba Mungu amenipa 2026, nikipata nafasi ya kukutumikia, nikipata uhai wa kukutumikia, nitatumika katika viwango visivyo vya kawaida. Utainua mipaka ya huduma yangu, utanifungulia milango nikutumikie katika namna isiyo ya kawaida, katika jina la Yesu Kristo. Tabiria, hata kama wanasema ugonjwa huo alionao mtoto wako ni ugonjwa wa baba yake, tabiri, sema hakuna mwenye ugonjwa, kwa sababu mifupa ya Yesu haikuvunjika, mifupa ya Yesu Kristo haikuvunjika. Katika jina la Yesu Kristo tumemwamini aliye mwanaume wa wanaume, tumemwamini aliye simba wa kabila la Judea. Haleluya! Alipotabiri, Biblia inasema mifupa kwa mifupa ikafanya nini? Ikasogeleana. Lakini akaambiwa tabiri, baadaye akaona mishipa. Akaambiwa tabiri, akaona nyama. Akaambiwa tabiri, akaona ngozi. Unapoendelea kutabiri, kila kitu kinakuja hatua kwa hatua, step by step, vina take action, kwa sababu wewe unatabiri. Tabiri mwaka huu ni wa maajabu kwako. Tabiri ni mwaka wa mafanikio kwako. Mimi ninaendelea kutabiria ya kwangu binafsi, lakini kutabiria FPCT na itabiria pia Tanzania inaenda kuvuka viwango. Nchi yetu inaenda kuvuka viwango. Nchi yetu inaenda kuvuka viwango visivyo vya kawaida. Itaenda kuzidi kupendeza na kung'aa. Hata kama mfupa unavunjika, lakini bado mfupa unaweza kuunga tena. Kuna uhai kwenye mifupa. Kuna uhai kwenye mifupa. Bwana anaenda kuisha, anaenda kuleta uhai mpya kwenye mifupa, katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Rabashakarabababa. Roposhakarabababa. Biblia inasema baadaye akaona kama skeleton zimejaa pale kwenye ukumbi, kwenye lile bonde akaona kama skeleton zimejaa miili ya watu ambao haina uhai. Akaambiwa tabiria upepo. Alipotabiri upepo kutoka pande zote za kusini na kaskazini na mashariki, upepo ukaja, wale watu wakajawa na pumzi, zile maiti zikafufuka, zikawa hai, zikawa jeshi kubwa. Ninaona jeshi kubwa katika ulimwengu wa roho. Ninaona jeshi kubwa katika ulimwengu wa roho, katika jina la Yesu Kristo. Bwana anaenda kukutendea mambo yasiyo ya kawaida. Rabashakarabababa. Dorobo shakarabababa. Rika sako riada rababasaka. Endelea kutabiri. Niombe watu wawili hapa kwenye mishumaa tunapomalizia. Endelea kutabiri. Wakati tunaimba wimbo unaotupeleka mbele za Bwana, ambao unahusiana na mifupa,
katika jina la Yesu Kristo. Wakati tunaimba huo wimbo, nataka nikuambie, njoo hapa, washa mshumaa wako, rudi kwenye kiti chako. Utakapokuwa wote tumewasha mshumaa, tumekaa kwenye kiti, nitahitimisha hii ibada. Hii ni kuashiria maisha yako yatakuwa nuru mwaka huu. Hii ni kuashiria nuru ya Kristo itatangulia mbele yako. Hii ni kuashiria hofu na mashaka inaondoka katika jina la Yesu Kristo. Fanya kila njia, usikubali vitu vyako viwe vikavu, usikubali huduma yako ikauke, usikubali mtu akaushe huduma yako, usikubali mtu akuzuie katika nafasi hii ya wokovu ambayo kukuletea Bwana. Rabo shakara baba. Mtaishi kwa jina la Yesu, mtaishi Washa njoo moja. Mtaishi kwa jina la Yesu, na kutabiria mtaishi utakuja unachukua kwa mshumaa jina la Yesu. Baadaye mimi nitaona. Enyi mifupa mtaishi kwa jina la Yesu, asema Bwana, mtaishi kwa jina la Yesu, nasema mtaishi kwa jina, achapige Yesu, mtaishi kwa jina la Yesu, enyi mifupa mtaishi kwa jina la Yesu, mtaishi kwa jina la Yesu, mtaishi. Ukavu wote unaondoka kwa jina la Yesu, mtaishi. Pokea pumzi ya uhai wa Bwana kwa jina la Yesu, utaishi. Hakuna kifo tena, hakuna ukavu tena, kwa jina la Yesu utaishi, utaishi we, kwa jina la Yesu. Simama tena, utaishi kwa jina la vipi? Simama tena, utaishi. Washa kwa mwenzako, washa kwa mwenzako. Kwa jina la Yesu. Wewe uliyewasha, washa kwa mwenzako, mifupa kwa mifupa inasogeleana. Washa kwa mwenzako, mifupa kwa mifupa inasogeleana. Wewe uliyewasha, chukua mshumaa, washa kwa mwenzako, kila mtu awashe kwa mwenzake. Hiyo ni mifupa kwa mifupa inasogeleana katika jina la Yesu Kristo. Washa, washa, nuru yako ikaangaze. Tunataka nuru yako iangaze 2026. Nuru yako iangaze, nuru yako iangaze. Washa kwa mwenzako, kila mmoja awashe kwa mwenzake katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Washa kwa mwenzako, kila mtu awashe mshumaa kwa mwenzake katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Raba shaka robo shararaba. Saidia kufungua hizi. Washa kwa mwenzako, kila mmoja awe na mshumaa wake. Washa na mwenzako, washa na mwenzako, washa na mwenzako tafadhali. Chukua mshumaa, washa na mwenzako. Washa, kila mtu awe na mshumaa tafadhali. Tunataka tufanye jambo la imani mwaka 2026.
Kila mtu ana mshumaa, kila mtu anao. Tunataka tumalize ibada hapo sasa. Kuna mambo makubwa Mungu anaenda kufanya 2026. Kila mtu ana mshumaa wake, kila mtu ana mshumaa. Hebu inua mshumaa wako juu tafadhali. Mshumaa ni ishara ya ushindi. Nuru yako inaenda kuangaza. Wakati umeinua mshumaa wako, kama una uwezo kutabiri juu ya mambo ambayo unatamani Bwana ayafufue, yale mambo ambayo ni makavu, unataka Bwana ayafanye yawe na uhai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tumesoma Samson aliokota mfupa, lakini sio mfupa ulikuwa na nguvu, nguvu ilikuwa ni ya Bwana. Mshumaa hauna nguvu, lakini nguvu ni ya Bwana. Nataka Bwana akupe neema, nuru ya Kristo ikaangaze ndani yako. Tunakwenda kwenye kasi ya kimisheni, na tunakwenda kwenye nguvu ya kiuchumi, tunakwenda kwenye mabadiliko ya kidigitali na uongozi bora, ambao huo unakwenda kuliinua kanisa mahali pake. Biblia inasema hivi ya kwamba kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu ipate kujulikana kwa ulimwengu wote. Bwana anakwenda kufufua, Bwana anakwenda kufufua mifupa mikavu, anaenda kuweka uhai. Inawezekana sio mifupa, inawezekana kuna jambo katika maisha yako, inawezekana kuna mambo magumu katika maisha yako. Kwa sadaka pia uliotoa mbele za Bwana, naenda kutamka na wewe ukitabiri mambo ya ajabu katika maisha yako. Yusufu akawaambia, bila shaka Mungu atawachukua mtakapotoka katika nchi hii. Ninawaapisha msiache mifupa yangu katika nchi ya Misri. Na hiyo ikawa sababu ya urithi wa lile eneo ambayo mifupa ya Yusufu ilizikwa. Bwana anakupa urithi katika nchi ya Tanzania. Bwana anakupa urithi kwenye kazi unayofanya. Bwana anakupa urithi kwenye ardhi unayoikaa. Bwana anakupa urithi kwenye mambo unayofanya katika jina la Yesu Kristo. Inua juu useme maneno hayo kutoka moyoni, yale unayosikia, na mimi naenda kukuombea katika jina la Yesu. Baba Mungu, nimesimama katika madhabahu hii tukiwa tumeinua mishumaa hii kama ishara ya mifupa kuwa hai, ishara ya kila jambo litendeke kwa utukufu wako. Mungu wangu na Baba yangu, naomba roho ya hekima juu ya mtu huyu aliyeinua mshumaa huu. Naomba roho ya ufunuo ndani yake. Ninaomba Bwana macho ya moyo wake yatiwe nuru. Bariki Bwana, mwafute Bwana aweze kuishi kinabii, aweze kuishi kwa maono, aweze kuishi kwa ufunuo, na utekelezaji ukafanyike katika jina la Yesu Kristo. Kila kilicho kikavu kikafufuliwe, biashara yake ikafufuliwe, huduma yake ya kiroho ikafufuliwe, maisha yake yakafufuliwe. Bwana, ninamuinua kuanzia leo, neema ya Mungu iwe juu yake. Ninapowaachilia watu hawa mwaka huu tarehe ya kwanza mwezi wa kwanza 2026, wacha wakatembee katika uhai mpya, wakatembee katika uhai mpya. Mifupa ikasogeleane, ufahamu wake ukasogeleane, kila anachokusudia kikawe nuru katika maisha yake. Tumeyaomba haya katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu, na wote tuseme amen, amen. Baba, tunapoondoka mahali hapa 2026, acha Bwana nuru yako ikaangaze ndani yetu. Tunaahirisha ibada hii katika jina la Baba na Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Amen.